Karibu Tabora, karibu Toronto. Juni 11, 2026, nchi za Afrika ya Mashariki zitasoma bajeti zake kwa mwaka wa fedha 2026-2027, huku matarajio ya wananchi wengi ni kuona inaleta unafuu wa maisha kutokana na kile kinachoendelea kwa sasa, hasa swala zima la kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na dizeli kutokana na vita inayoendelea Mashariki ya Kati, pamoja na swala zima la ukosefu wa ajira. Kusomwa kwa bajeti hizi kutatoa sura na mwelekeo wa mataifa haya wakati ambapo wananchi wengi wanatafuta unafuu wa maisha yao. Kwa upande wa Tanzania, hii ni bajeti ya kwanza tangu kuchaguliwa kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika awamu yake ya pili. Na kwa upande wa Kenya, bajeti hii inasomwa ikiwa umesalia mwaka mmoja kabla ya nchi hiyo kuingia katika uchaguzi mkuu hapo mwakani 2027, ambapo Rais Ruto atakuwa na wania awamu ya pili madarakani. Itakumbukwa Kenya, Tanzania na Uganda zimepewa hadhi ya kuandaa michuano ya AFCON mwaka 2027. Na swali la kujiuliza hapa kwa upana wake, je, bajeti hizi zitagusa kiasi gani ufanisi wa michuano hii? Kwa njia ya simu nimezungumza na Askofu Chakupewa Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Tabora kuhusiana na mtazamo na matarajio yake kwa bajeti ya hapa nyumbani nchini Tanzania. Ni imani yangu kwamba bajeti ya mwaka huu ambayo itasomwa leo itagusia mambo muhimu sana ambayo Watanzania tunakabiliana nayo, hasa suala zima la ongezeko la bei ya mafuta na vita inayoendelea huko Mashariki ya Kati. Mahali pengi serikali imelazimika kuweka fedha kama ruzuku kwa upande wa mafuta ili kwamba wananchi waweze kupata nafuu. Kwa namna ilivyo, kama hali itaendelea namna hii, hali ya maisha ya Watanzania itakuwa ngumu sana. Ni imani yangu kwamba waziri wa fedha pamoja na ofisi yake pamoja na wabunge wote wanajua hali ilivyo ngumu, kwa sababu wote tunakutana sokoni, wote tunakutana kwenye vituo vya mafuta, wanajua kitu kinachoendelea. Na kama wao wanapata ugumu, wananchi wa kawaida wanapata ugumu zaidi. Kama mnavyofahamu kwamba mafuta ndiyo kila kitu. Mafuta yakipanda, maana yake ni kwamba mpaka biskuti dukani itapanda, kwa kuwa bidhaa tunazotumia zinasafirishwa kwa magari ambayo yanatumia mafuta. Hali ya maisha inaendelea kuwa ngumu. Katika maisha yangu yote nilikuwa sijawahi kuona bei ya mafuta ikipanda kwa kiwango kikubwa namna hii. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba bajeti ya mwaka huu imekuja kipindi kigumu, kipindi ambacho ni lazima serikali iingilie kati angalau kuweka unafuu wa maisha ya wananchi. Na ni mara mbili nimesikia kabisa viongozi wetu wa ngazi za juu wakisema kwamba Tanzania tunaendelea vizuri kiuchumi. Nasikia na tunaambiwa imeongezeka kwa asilimia fulani, kwa asilimia fulani. Sasa hizi asilimia za maendeleo tunazoziona au tunazosikia, tunahitaji sasa kuziona katika utekelezaji wake. Wananchi wengi macho yao sasa yako Dodoma. Wananchi wengi macho yao kwa waziri wa fedha. Macho yao mengi, watu wengi macho yao yanaelekea kwa Mheshimiwa Rais wa Tanzania. Ni namna gani tutavuka katika kipindi kigumu? Lakini pia ningetamani sana kuona bajeti ya mwaka huu inajielekeza zaidi katika kupunguza tozo mbalimbali ambazo zimeyafanya maisha ya wananchi kuwa magumu. Ninaamini kabisa kwamba bajeti ya mwaka huu itakuwa bajeti ambayo itagusa sana habari za tozo na ushuru mbalimbali, lakini pia itagusa zaidi labda kuongeza katika vile vitu ambavyo kwa kweli sio vya lazima sana kwa maisha ya mwanadamu. Tunavihitaji, tunavitaka, lakini sio vya lazima sana. Kwa mfano pombe, kwa mfano sigara, kwa mfano vitu kama hivyo, hata vikiongezwa bei, bado mwananchi wa kawaida ataendelea kuishi, na wale wanaovitumia watatafuta kila namna yote, watavitumia tu. Asante sana. Karibu Tabora, karibu Toronto.